unasikia sisi wa Kristo tukilalamika. Sisi wa Kristo tunalalamika. Kwa nini? Tunaye Adamu wa mwisho Yesu Kristo. Adamu wa udongo anatoka chini, ni wa udongo. Adamu wa mwisho ni roho inayoishi, anayetoka mbinguni. Aliyetoka mbinguni ni nani? Yesu Kristo. Warumi anasema yuko anayekuja kubatilisha kosa la Adamu, ambaye ni mfano wa Adamu atakayekuja. Mfano Adamu atakayekuja ni Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo ndio maana sasa tajikuta Uislamu kazi yako ni kusujudia wanyama. Unasujudia wanyama walioko chini hadi katika akili yako unajua ninamsujudia Mwenyezi Mungu. Kumbe unachofuata pale, kwa sababu wewe ni Adamu wa udongo, unafuata kwenda kuchukua sura ya aliye wa udongo, kwa sababu toka Adamu amekufa ameshabadilika udongo, na wewe unapeleka sura yako unaenda kuchukua sura ya Adamu wa udongo. Wenzetu wa Kristo huko tulishatoka, wale wote waliomwamini Yesu wote hatuko. Ndio maana wa Kristo hata tukisujudu utatukuta mo tukisujudu chini eti mpaka kupata alama mo, hicho kitu hapo. Kwa nini? Tunajua ukifanya hivyo unachukua alama ya Adamu wa udongo badala ya kuchukua ya Adamu aliyetoka mbinguni ambaye ni Yesu Kristo. Adamu aliyetoka mbinguni ambaye ni Yesu Kristo unaichukuaje sura yake? Ni kwa njia ya kubatizwa. Yesu alibatizwa, anasema ufuate kielelezo chake. Alipobatizwa yeye na sisi tukibatizwa tunachukua sura ya Adamu aliyetoka mbinguni. Nyinyi Waislamu mmebaki na Adamu wa udongo. Ndio maana tunauliza leo mwenyekiti, hivi katika Uislamu kuna Adamu wa mwisho? Kuna Adamu wa mwisho? Madhara ya kutokuwa na Adamu wa mwisho ni mengi sana. Ni mengi sana kwa sababu badala ya kumjua Mungu wa kweli, wewe unabaki kusujudia wanyama. Hakuna lolote nililolisema hapa la kwangu kichwa. Nimesoma Qur'ani 48:29 na alama ya sijida, na ukitembea na kofia kako hapo mnajivunia. Hivi hujui kama mnajivunia baba? Hujui kama umebeba baba? Au ni kuonyesha baba? Soma Qur'ani sura ya 3:106. Angalia baba. 106 sura Al-Imran. Uone baba na kwenda kumsujudia huyo mnyama anayetenda na Qur'ani kama yuko huko chini, alafu anajivunia. Qur'ani anasema 3:106 inasema hivi. Inasema katika siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi, ama hao ambao nyuso zao zitakuwa nyeusi wataambiwa, je, mlikufuru baada ya imani yenu? Basi onjeni uchungu wa adhabu kwa kule kukanusha kwenu. Siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi, ama hao wenye nyuso nyeusi wataambiwa, je, mlikufuru baada ya imani yenu? Onjeni adhabu. Sasa wewe hiyo alama nyeusi umeipata wapi? Si umeipata kumsujudia mnyama, alafu ukajua unamsujudia Mwenyezi Mungu. Kisa tu Adamu wa mwisho hapa katika Uislamu. Ndio maana nilipokuwa nawasikiliza hao rafiki zangu walipokuwa nahojiwa na ndugu yetu Simulizi, wanauliza Wakristo wameleta mada inayosema, je, kuna Adamu wa mwisho? Imada ngeni. Ni kweli ngeni. Wewe ulikuwa hujui kama mnasujudia mnyama? Katika akili yako unajua tunamsujudia Mwenyezi Mungu. Wewe Mwenyezi Mungu ndio yuko huko chini. Wewe ndio unamsujudia Mwenyezi Mungu mpaka unapata alama. Na ujui alama maana yake ni Qur'ani sura ya 3:106 inasema katika siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi, ama hao ambao nyuso zao zitakuwa nyeusi wataambiwa, je, mlikufuru baada ya imani yenu? Onjeni adhabu. Wewe endelea kujivunia hiyo sijida. Endelea kujivunia sijida. Fikiri ni kitu cha maana. Kama ingekuwa hiyo sijida ni kitu cha maana, sisi Wayahudi na Wakristo ambao ndio tuliokuwepo kabla ya Uislamu, si tungekuwa na masijida makubwa kabisa. Umewahi kumwona Myahudi wala Mkristo na sijida? Tunaelewa kwamba hiyo kitu maana yake nini. Na wewe Qur'ani imekwambia kabisa, unaposujudu unakwenda kuchukua sura ya udongo, unaenda kuchukua sura ya Adamu aliyeasi, na kule unakwenda kuna mnyama, na huyo mnyama anazijua aya za Qur'ani. Huyo mnyama aliyemfundisha aya za Qur'ani nani? Aliyemfundisha aya za Qur'ani huyo mnyama nani? Somaji Demo Ufunuo 14:9 Ufunuo wa Yohana. Nataka nikupe madhara ya kutokuwa na Adamu wa mwisho katika Uislamu.